Dada, pole sana, ingawa jambo hili limenishangaza sana. Siwezi kuvumilia kuhusu hili. Naomba msaada wako kujua maiti ya mwanangu ilipotea vipi. Maiti ya mwanangu imeniliza moyoni, na nikachukua roho kwa nguvu za usiku. Maiti ya mwanangu, haki yake iko wapi? Nitaisaka kweli hata kama ni uchawi. Mungu nisaidie. Dada, pole sana, ingawa jambo hili limenishangaza sana. Siwezi kuvumilia kuhusu hili. Naomba msaada wako kujua maiti ya mwanangu ilipotea vipi. Sawa. Kwani wewe kuna kitu unakihisi? Ndiyo. Ni kitu gani hicho dadangu? Ninahisi naye atakuwa amehusika, ila sina uhakika, ndio maana ninaomba msaada kutoka kwako. Sawa, lakini mmeo unamjua vizuri. Ni mkorofi sana. Naomba msaada wako. Basi usijali, mimi nitalifanyia kazi hilo. Nimekuita kwa habari maalum. Unatambua kama kwenye kijiji kuna mtu kaingia? Sina taarifa hiyo. Sawa. Mimi nakuagiza uende ukajue huyo mtu aloingia ni nani kwenye kijiji. Unapomwona inatakiwa umjaribu nguvu zake, ili tujue anaweza akalika nyama au aliki. Sawa, nitaenda. Usitikie tu sawa sawa mkuu, sawa mkuu. Inatakiwa tuwe makini sana na ugeni unayekuja kwenye kijiji chetu. Hicho unachokisema mkuu ni cha kweli. Inabidi tuongeze umakini na juhudi ili wanakijiji wasije kushtukia. Sawa sawa, mimi ndio hilo tu. Kuhusu hilo ondoa hofu, nitajitahidi. Ana, hapa ndo nyumbani. Na wewe mwana pale mdogo wangu Sonia. Sonia mdogo wangu. Abe. Wifi yako mtarajiwa. Sawa. Nashukuru kufahamu. Asante. So, nimemleta hapa ili apafahamu nyumbani. Kwa hiyo muda si mrefu tutakuwa naye nyumbani. Mimi naitwa Sonia, kama kakangu alivyokueleza. Kama kakangu alivyosema, mimi naitwa Ana, mpenzi kakako. Kwa hiyo utakuwa wifi yangu. Sawa, nashukuru kufahamu. Kwa kuwa ni wifi yangu, maana kakangu ni kazani ataishi hivyo hivyo miaka yote hiyo. Nashukuru kwa kufahamu. Ila zingatia, mimi nampenda sana kakaangu. Usijali mimi tena. Mimi mwenyewe ndio nilikuwa nafunga hapa mlango nitoke. Kwa siku nyingine kumleta tutapiga story hapa. Sawa, Sonia hapa tujia kukaa. Nimemleta mara moja mgeni wangu ili apone nyumbani na pia kufahamu, mfahamiane. Ndipo mtaani huko barabarani mweze kusalimiana, msio kama maadui, sio mabuba. Kwa hiyo sisi tunakuja tu mara moja tu naondoka zetu. Sio akaaje. Sawa, mimi nitakusubiri.
huu mwili unanuka sasa huku ndani. Tunafanyaje? Mke wangu, niambie. Mimi mwenyewe natambua, ila sasa kinachonishtua ni kwamba majirani wote hawajatuambia kama tumefiwa. Kweli kabisa. Hivi unadhani tutawaanzaje? Na je, watatuelewa? Sasa tunafanyaje? Yaani mimi narudi pale kwenye point, tunafanyaje? Mke wangu, mimi wazo langu ni bora mwili tukaustiri. Tukaustiri? Ndio. Unamaanisha mimi na wewe? Ndio mke wangu. Inawezekana vipi mume wangu? Sasa unadhani kama tutaendelea kukaa nao, hujui tutakuwa tupo matatani? Huu mtihani sasa. Hilo ni kweli, lakini sasa kwa mimi ninavyoona ni bora twende tukafukie kwenye shamba letu. Maana yake tukaufukie sasa? Hatuwezi tukafukie kwenye kiwanja, na hapa leo hili unavyoona hili kila mtu anatutambua. Leo utafukia hapa, alafu ikiendelea kutoka unaona hatutogundulika. Nitaweza kweli mimi kufika kule na kuangalia hilo tukio? Ila mke wangu, niambie mume wangu, japo mimi naniuma, acha tumwachie Mwenyezi Mungu. Maiti ya mwanangu imeniliza moyoni, na nikachukua roho kwa nguvu za usiku. Maiti ya mwanangu, haki yake iko wapi? Nitaisaka. Nani Sasha huyo? Niambie Sasha. Sitaki hata kuitikia hiyo salamu yako. Kwanza sitaki mazoea na wewe. Yaani sasa hivi ukikutana na mimi niona kama ardhi na mbingu. Sitaki mazoea na wewe. Mjomba wako ashanipiga biti kali sana. Kwa hiyo tafadhali, sitaki unisogelee na sitaki mazoea na wewe, sitaki ukaribu na wewe. Yaani unamaanisha nini? Mbona shindwa kuelewa Sasha? Yaani mjomba wako asemjua kama ni mchawi nani, kijiji kizima kinamuogopa. Hivyo basi maisha yangu nayapenda sana. Mimi bado binti mdogo sana. Sasha, nashindwa kuelewa. Ni changamoto gani mpaka nakupelekea uongea kauli kama hizo hapo? Na unajua fikra kabisa kuwa mimi na wewe ni marafiki wa muda mrefu sana. Sasa kama wana kijiji baadhi yao wananitenga kwa sababu ya hili swala, na pia unakaa mbali na mimi. Hivi itawezekanaje jamani? Au mimi nakosa gani? Sipo tayari kupoteza maisha yangu kwa sababu ya watu kama Numbwaziko. Hivyo basi, tafadhali, chonde. Naomba ukae mbali na mimi. Mazoea sitaki. Sasha. Unazungumza kitu gani wewe? So Sasha, maisha yangu nayapenda baba. Tafadhali chonde, sitaki mazoea. Ukiniona tu. Maiti ya mwanangu imeniliza moyoni, na nikachukua roho kwa nguvu za usiku. Maiti ya mwanangu, haki yake iko wapi? Nitaisaka kweli hata kama ni uchawi. Nilifika kwa mganga, akanitazama sana, akasema kwa sauti, hii si kazi ya dunia. Majina yanatajwa lakini kwa kificho, nikiamini nani, kila mtu ni mchawi. Moto wa kijijini unawaka usiku,
Nitakuja kesho. Karibu. Ila kesho nikukute. Usijali, kesho utanikuta nyumbani. Haya, sawa. Kiko wapi? Nitaisaka kweli, hata kama ni uchawi. Nilifika kwa mganga, akanitazama sana, akasema kwa sauti, hii si kazi ya dunia. Maiti